Mkojani, kwanza nikwambie kwamba kuhusiana na jambo hili ama taarifa hii, kweli wana Simba wameiona, lakini mimi naweza nikakwambia kwamba ingekuwa mimi mwenyewe ni kiongozi wa Simba, yani ingekuwa mimi ni kiongozi labda Magori pale ama CEO na baadhi ya watu wengine wakubwa ndani ya Simba, ningekataa kwenda kule, yani tungezuia timu yetu kwenda kule. Ni bora tungepigwa faini, ni bora Azam apewe kombe, sisi tukubali tu kwamba mbinu ambazo zinafanyika ni kuhakikisha kwamba Simba achukui kombe, na hii mipango ipo na imesukwa, kwa sababu shauku ya watu wengi ni kushuhudia hii game. Sisi wengine ni ilipo Simba na sisi tupo, tunataka kuishuhudia, na sio sisi tu, wapo watu wengi wanataka kushuhudia. Watu wa mpira wanaionaje? Yani mtu leo apande boti kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar pale Unguja, alafu akitoka pale apande kuelekea Pemba. Kaka, yani kufata, yani kiufupi, kiukweli wametukosea sana, na tunavijua vilabu vya siasa tunavijua. Sasa Simba tumejikita katika football, lakini hii inaturostisha kiukweli, na naamini matokeo sio ya kufurahisha. Mimi ninaamini Simba itapata matokeo mazuri ya kuchukua kombe, lakini kuna haki nyingi sana tumenyimwa kama mashabiki, lakini na baadhi ya wadau. Yes bana, kwa hisani kubwa ya Michael Isaya nyuma kamera anahakikisha kwamba unapata kile kilichokuwa angavu kutoka ndani ya SFTV. Lakini niko naye Ali Kiumbe, mwenyekiti wa Kibegi cha Makombe. Kibegi kina shauku kweli na hamu ya kuona chochote kinaingia katika mechi zilizobaki msimu wa 25-26. Ali, shauku iko kubwa sana, kwa sababu tukizingatia kwamba Simba yetu namna jinsi ambavyo imekuwa ina mwenendo mzuri, na tunaona namna jinsi ambavyo pia ina performance kubwa sana ambayo inaonyesha hivi sasa, tunaamini kilichopo mbele tunakichukua. Yani unajua, tufike hatua Mkojani, nikwambie, hata niwaambie wana Simba kwamba huu sio wakati wa kukata tamaa. Bado tuna muda, bado tuna nguvu, bado tunahitaji kilichopo mbele, bado tunakihitaji, kwa sababu hata aliyoko mbele yetu kutuzidi point, bado na yeye pia anajua kwamba hawa jamaa wanavyokuja kuna chochote kitu kinaweza kikatokea. Kwa hiyo mimi ninaamini katika watu wanaoamini kwamba ili kombe tunalichukua, miongoni mwao ni mimi, kwa sababu nimekuwa nikiwaambia watu wengi sana waangalie namna jinsi ambavyo hii ligi jinsi ambavyo ilivyo, ugumu wa ligi, ugumu wa baadhi ya mechi ni vitu ambavyo baadhi ya watu vinawakatisha tamaa, lakini Simba anapata matokeo. Steven Baka unamuona jinsi ambavyo amekuwa akifanya performance kubwa, amefanya vitu vikubwa sana. Simba imebadilika, imeonekana inacheza mpira na imeonekana kuna vitu ambavyo vimeongezeka. Kwa hiyo ninachokiamini ni kwamba bado tuna nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa ndani ya NBC. Yes, Ali, ndani ya NBC unaamini kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanao nafasi kubwa ya kubeba ubingwa, lakini tukitazamia upande mwingine ambao tayari mnyama Simba ameshafika hatua ya fainali kwa maana ya kombe la shirikisho ndani ya nchi, CRDB Federation Cup, mchezo ambao umepelekwa visiwani Pemba, katika dimba la Gombani pale, lakini kumezuka sintofahamu kubwa ya kuhusiana na namna ambavyo inatajwa kwamba wana Simba wakisema kwamba hizi ni hujuma za wazi ambazo Simba sasa wanafanyiwa. Inawezekanaje mchezo wa CRDB utoke Dar es Salaam ama utoke Tanzania bara kwenda mpaka katika kisiwa cha Pemba? Hili kwa upande wako binafsi, unadhani wana Simba ambao wako Pemba nao wana haki ya kuishuhudia Simba yao, ama mchezo huu ulipaswa kubaki huku bara ili kile kilichoanza, kwa maana michezo yote kuchezwa katika ardhi ya huku bara, basi na fainali imalizike huku? Mkojani, kwanza nikwambie kwamba kuhusiana na jambo hili ama taarifa hii, kweli wana Simba wameiona, lakini mimi naweza nikakwambia kwamba ingekuwa mimi mwenyewe ni kiongozi wa Simba, yani ingekuwa mimi ni kiongozi labda Magori pale ama CEO na baadhi ya watu wengine wakubwa ndani ya Simba, ningekataa kwenda kule, yani tungezuia timu yetu kwenda kule. Ni bora tungepigwa faini, ni bora Azam apewe kombe, sisi tukubali tu kwamba mbinu ambazo zinafanyika
ni kuhakikisha kwamba Simba achukui kombe, na hii mipango ipo na imesukwa. Hii mipango imesukwa toka mechi ambayo makutano ya Yanga dhidi ya Azam. Ni vikao vingi sana vimefanyika. Na kuna baadhi ya watu walishuhudia, wana ushahidi wa baadhi ya video, baadhi ya viongozi wa Azam na baadhi ya viongozi wa Yanga. Sasa mipango yao mikakati ni kuhakikisha kwamba Simba anakosa ili kombe, lakini pia hata NBC anakosa. Unaona shirikiano hizo ambazo zimefanyika. Ndio maana umeiona game ya kati ya Yanga na Azam, umeona namna jinsi ambavyo kwenye CRDB game ilikuwa ni ya madudu, watu wamegawana pointi, mwisho wa siku amepita mmoja, amebaki mmoja. Lakini sasa njoo kwenye ligi, aliyecheza kwenye ligi Azam timu yake jinsi ilivyocheza kwenye ligi, njoo kwenye CRDB kuwaje, na kufahamisha kwamba mpira kuna baadhi ya maeneo yana siasa kubwa sana, ambapo sisi Simba tumeiweka siasa mbali. Tunataka kucheza football, tunataka kucheza mchezo wa kuonekana, na ndicho kitu ambacho tunaishi nacho. Lakini kwa baadhi ya timu zingine zote hapa ambazo zimebaki, zinaunganisha siasa na mpira, na ndio maana unaona watu wanaweza wakakubaliana tufanye jambo fulani, nguvu kubwa tutahamishia sehemu fulani. Sasa hivi mipango mikakati ni kuhakikisha kwamba CRDB Simba anakosa kombe hilo. Ndio maana unaona makubaliano kati ya viongozi wa Yanga, makubaliano kati ya viongozi wa Azam ni kuhakikisha kwamba tunagawana huku, tunafanya hivi ili kusudi nguvu nyingine tutaihamishia, na nguvu ndio hii hapa. Unaona kombe hili badala ya kuchezewa hapa limepelekwa visiwani Pemba. Maana yake piga gharama ya visiwani Pemba ni kwamba kwanza Simba itakosa mashabiki, kwa sababu watu walioko pale hawazidi hata 100. Ukigawa katika watu 100 hao, watu takribani 50 tuseme ndio wana Simba, alafu watu wengi, na unajua visiwa vya Zanzibar ni kwamba asilimia kubwa sana ni wana Yanga. Ukija kwenye upande wa wanasimba ni wachache pale Zanzibar, wanasimba ni wachache, na ukiwakuta wenye Simba yao kweli ni ngangari, lakini asilimia kubwa wapo Yanga wengi. Sisi tumekaa pale kwenye kiwanja mara nyingi, tumeona namna gani jinsi ambavyo mashabiki wengi wanakuja bila jezi katika mechi zetu za kimataifa, tumeshuhudia. Lakini ukimgusa na ukijaribu kumfuatilia unamkuta ni shabiki wa Yanga, wachache sana mashabiki wa Simba. Lakini sasa ni kigezo gani, ni taratibu gani, wameangalia kitu gani ambacho kimesababisha mechi iende kule? Ukiangalia kwenye upande hivi, leo ingeenda labda pale Arusha, tuipeleke Mwanza, yani tuipeleke katika hivi, wangepata kiasi gani katika issue ya makusanyo? Ni kitu gani ambacho wamekiangalia? Kwa sababu tunavyojua mpira ni sehemu moja ambayo ni uchumi kinchi na kwenye mambo haya ya football. Hivi wanapata mapato gani wakipeleka kule? Kwa sababu shauku ya watu wengi ni kushuhudia hii game. Sisi wengine ni ilipo Simba na sisi tupo, tunataka kuishuhudia, na sio sisi tu, wapo watu wengi wanataka kushuhudia. Watu wa mpira wanaionaje? Yani mtu leo apande boti kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar pale Unguja, alafu akitoka pale apande kuelekea Pemba. Kaka, yani kufata, yani kiufupi, kiukweli wametukosea sana. Na mimi nikwambie tu kwamba tulitamani sana kuwashauri viongozi, hii kama ingekuwa mipango ndio hiyo, kwa sababu hii imekaa kisiasa zaidi, tungeliacha kombe lenyewe. Tuamua tu kwamba tungekaa upande huu wa kwamba mipango yote imesukwa. Yanga amehakikisha kuingiza, unajua Yanga ana watu mle ndani ya bodi ya ligi, ana watu na anawatumia kwa nguvu kubwa, na watu hao wanafaidika na Yanga. Nguvu kubwa inayotumika ni kwamba wameona hapa Dar es Salaam ama mikoa mingine tofauti na Unguja, ingekuwa ni ngumu sana Azam kupata matokeo. Sasa wametunyima haki kama mashabiki, lakini pia hata kwenye mapato pia na wenyewe pia watakuwa anakula hasara. Usije ukashangaa kwamba wanakuambia uwanja umejaa,
umekishalipiwa, umelipiwa na nani? Ni vitu ambavyo kiufupi watu lazima waoji, lakini ni siasa imeingizwa kwenye mpira na tunavijua vilabu vya siasa tunavijua. Sasa Simba tumejikita katika football, lakini hii inaturostisha kiukweli, na naamini matokeo sio ya kufurahisha. Mimi ninaamini Simba itapata matokeo mazuri ya kuchukua kombe, lakini kuna haki nyingi sana tumenyimwa kama mashabiki, lakini na baadhi ya wadau. Kuna namna Simba inahujumiwa. Yes, Simba inahujumiwa bana. Hivi ni vitu ambavyo viko dhahiri shahiri, sio vitu vya kujificha. Tumeshuhudia mambo makubwa sana yakifanyika dhidi ya Simba asipate ubingwa, dhidi ya Simba asifanikiwe, na hivi vitu vimesababisha mpaka hivi leo mtani amechukua mara 4 mfululizo. Kwa sababu ukija kwenye mpira wa haki au ukija kwenye baadhi ya maeneo ambayo Simba amepoteza, lazima utakuta refarii umo ndani, lazima utakuta baadhi ya viongozi wamehusika umo, utakuta baadhi ya mambo ya machafu yamefanyika. Simba kuhujumiwa ni vitu vya wazi, sio vitu vya kujificha. Simba tumehujumiwa, sisi tumehujumiwa, tunashuhudia hivi tunahujumiwa. Marefari wanakuja baadaye wanakuja kufungiwa, lakini Simba tayari amekwisha kosa matokeo kwenye mechi muhimu kabisa za kupata matokeo. Sisi tumehujumiwa, hata kufikia hapa tujachukua kombe bado hujuma inaendelea, na ndio unaona tumekosa makombe baadhi kwa sababu za hujuma. Tumekwenda na mtani tumecheza na mtani kiasi cha kwamba ilikuwa ni hatua ya kupata sisi goli moja tu liweze kutufanikisha sisi kuchukua kombe, lakini imekuja hujuma, zimekuja mambo mengi. Mwisho wa siku hivi umeona hata mchezo ambao tumecheza ambao tumepata sare dhidi ya Yanga pale JKT, kuna rafu nyingi zimefanyika, lakini pia kuna namna sana ya kuibeba Yanga. Ndio kitu ambacho kimekuwa kikiturostisha Simba bwana, sisi kwa kuhujumiwa. Hivyo vitu ni dhahiri shahiri bwana Mkojani. Yes, Ali, tumalize, ongea na wana Simba, lakini pia kama unapata bahati ya kuambia uongozi chochote kuhusiana na hiki ambacho wewe umekizungumza na unakiamini kwa upande wako. Kwanza wana Simba, kwa hili ambalo limetokea, binafsi na baadhi ya wadau wengine tunaamini kabisa tumekosewa, na nyoyo za wana Simba zimeumia kushuhudia Simba yao ikihujumiwa, kwa sababu ndio timu ambayo wanaipenda, lakini pindi inapofanyiwa mambo mabaya, tena mambo ambayo tunayaona kabisa hii ni hujuma, basi inatuma sana. Lakini tuendelee kuisupport Simba kwa dua, sala, na tuendelee pia kuipambania Simba kwa kiasi tunachokiweza, na kwa wale ambao wataweza kufika katika miongoni tupo ambao tutafika, lakini kiukweli tunaenda katika nyoyo zetu zinaumia. Kwa ushauri wa viongozi, ifike mahala na wao wawe wana maamuzi magumu, maamuzi ambayo hutizami nani atanionaje, kwa maslahi mapana ya Simba, kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Ifike mahala viongozi wawe wanaweza wakasema hapana, hii haiwezekani, na ifike mahala pia tufanye ule mshikamano, kwa sababu hivi leo tukikataa kwenda Unguja tunapigwa faini. Tutalipa sisi, mashabiki tupo, sisi tuna uwezo wa kufanya hivyo. Sisi bana, mashabiki wa Simba kwenye fedha juu ya Simba yao ni vitu vya kawaida. Hata kushiriki baadhi ya mashindano, sawa, kwa maslahi mapana ya Simba inawezekana tukafanya hivyo, tukakubali yote hayo, kwa sababu mimi ninavyokuambia Mkojani, mamlaka za juu zinazosimamia vilabu vyetu vimekuwa vina usiasa. Mpira na siasa ni vitu viwili tofauti. Yani unaunganishaje mambo haya? Mimi ninavyokuambia, utakuja kuambia uwanja umejaa ule, hali ya kuwa mashabiki hawatokuwepo. Watakuwa mashabiki wachache sana ambao hawezi kujaza ule uwanja. Sometimes utakuja kusikia uwanja ulishalipiwa, kwa wataingia bure. Inakuaje? Ina make sense? Inaingiaje? Yani unafikiria haya mambo yote. Ndio maana tunasema ifike mahala viongozi waseme hapana. Kuna wakati na sisi tukatae baadhi ya mambo. Mbona jamaa zetu wanafanya hivyo na wanagoma na wanafanya mambo ambayo sisi, yani kuna sometimes unahisi hawa watu wa mpira sio wa mpira, wanakataa vitu hata vya haki kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Yanga yao wanakataa. Sasa kwa nini sisi tusisimame? Hii game tumehujumiwa. Mimi mpaka sasa hivi naona kabisa mambo sio mazuri. Bana, nikushukuru sana Ali. Niseme ubaya season 2 Mkojani.